Jambo na karibu, mimi naitwa Dickson, tuko hapa kwa ajili ya kuletea matangazo haya yanayohusu mijadala mbalimbali, lakini mahususi kabisa ni siasa za taifa letu la Tanzania. Hivi leo niko na Rose Mayemba, miongoni mwa wanasiasa naweza nikawaita nguli sasa, kutokana na uzoefu wake wa zaidi ya miaka 10 hivi akiwa kwenye siasa za upinzani. Rose, karibu sana. Asante, habari ya jioni. Nashukuru, mimi niko vizuri na nimefurahi leo kwa mara ya kwanza tunakaa meza moja kuzungumza. Yeah. Kwanza lakini ni nini hasa kilikuchochea Rose ukaamua kuingia kwenye siasa, lakini si tu siasa za upinzani, lakini kwa nini hasa specifically Chadema? Asante kwa maswali yako mazuri. Mimi kwanza ni muumini wa utawala wa sheria. Ni muumini wa utawala bora. Ni mtu ambaye naamini sana katika haki. Kwa hiyo tangu nimeanza siasa zangu nimeanza tangu mwaka 2010. Active politics. Achana na mapenzi hapo nyuma, lakini angalau siasa active nimeanza 2010, ambapo kwa mara ya kwanza nilikuwa mwenyekiti wa Chaso wakati nasoma chuo. Yeah. Kwa hiyo kwa sababu ya imani hiyo nilionayo, kwa automatically nisingeweza kuipenda chama kilichoko madarakani. Kwa sababu tayari nilikuwa nimeona kuna mambo hayaendi sawa. Wewe unajua hata hiyo 2010 nilifuatilia chaguzi za mwaka 2010, angalau ndo kipindi ambacho akili ilikuwa imeanza kukua. Niliona kuna mambo hayako sawa. Kwa hiyo jukwaa pekee ambalo nilikuwa nimeliona kwa wakati huo, ambalo mimi naweza nikajumuika nalo na kuwa sehemu ya kuyatafuta hayo mabadiliko ninayoyataka katika nchi yangu, niliona ilikuwa ni Chadema. So mimi naamini zaidi katika nguvu ya umma. Mamlaka na madaraka yawe yanatokana na umma wa Tanzania wenyewe. Kwa niliona ni chama ambacho kinaweza kuwarudishia matumaini wa Tanzania. Na unaridhika na aina ya siasa ambazo umejikita nazo, sivyo? Ninaridhika kwa sababu moja tu. Ukiona mahali panaharibiwa na unakemea huo uharibifu, na wewe si sehemu ya huo uharibifu, bila kujali matokeo, bila kujali unayopitia, unakuwa na amani, sababu wewe si sehemu ya chochote kibaya kinachoendelea. Ni Rose Mayemba, tuko naye hapa kwa zaidi ya dakika 30 hivi tukijadili mengi zaidi kuhusu yeye, lakini pia kuhusu siasa ya taifa letu la Tanzania. Mimi naitwa Dickson Kikaoni, tuko hapa mpaka pale tunapofikia tamati. Karibu sana mtazamaji, tuweze kuungana sote mpaka pale tunaposema sasa yatosha. Kando na siasa, Rose ni mfanya biashara, lakini pia ni mama. Na jaribu kujiuliza, unaweza vipi kuweka usawa kati ya maisha ya kawaida na siasa hizi za mkimbizano za upande huu wa pili, ambapo kuna namna moja ama nyingine tunakuona ukiwa hapa ukiwa pale. Unaweza vipi kuweka usawa katika haya mambo na maisha yako ya kawaida? Kuna wakati huwa haiwezekani. Unaona majukumu ulionayo kwenye chama yanakuhitaji muda mwingi zaidi. Kuna wakati unainyima familia yako muda wa kuwa nayo, na kuna wakati biashara zako zinaweza zikaenda hovyo pia, kwa sababu muda mwingi uko kwenye kutumika kwenye hilo jukumu ambalo unalitumikia. Unajua hii ni imani na hii ni cause tunaipigania. Siwezi kukwambia kwamba naweza kubalance. Kuna wakati inashindikana kabisa, lakini jambo lolote ambalo umeamua kulipigania lina gharama zake. Kwa hiyo huwa ninaamini kwamba hiyo ni moja kati ya gharama ambayo nimeamua kuibeba. Familia yangu inabidi kuna wakati nivumilie, kuna wakati ichukue jukumu tu la kuniombea, kuna wakati naweza nisiwe nyumbani kwa muda mrefu kabisa. Nimerudi jana, sikuwepo mwezi mzima. Kwa unaweza ukaona kwamba hizo ni gharama ambazo wanaopigania haki na usawa katika nchi yetu wanalazimika kuziingia, ili angalau mwisho wa siku tuweze kutengeneza taifa lenye usawa
na tuweze kutengeneza taifa ambalo kila Mtanzania atakuwa anajivunia kuwa Mtanzania. Asante sana Rose. Siasa zetu zimekuwa ni za kurukushani hivi, hususan kwa vyama vya mbadala, mimi naweza kusema, kwa sababu siwezi kuita vyama vya upinzani, sijui kama kuna chochote ambacho kimejipinga. Siasa hizi za vyama mbadala zinaonekana kuwa vyama hivi vinapitia shida kwa kiasi kikubwa sana. Chama chako ambacho unakitumikia cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kina nafasi gani hasa katika taifa hili ukilinganisha na aina ya siasa zinazoendelea? Asante. Ni kweli siasa za upinzani ni siasa za nginja na haijaanza leo. Imeanza miaka mingi iliyopita. Tangu mwaka 95 NCCR walisafa hizo consequences. Utaona CUF walikutana na changamoto nyingi, Chadema inakutana na changamoto nyingi, lakini wewe ukiwa shahidi, nadhani Chadema sasa hivi inapitia wakati mgumu kuliko wakati wowote imewahi kupita tangu kuanzishwa kwake. Ndo kipindi pekee ambacho unaona inakutana na mapigo ya kila rangi, ambapo Watanzania wengi pengine walikuwa hawafikiri kama tungeweza kufika huko. Unaona mwenyekiti wetu yuko ndani kwa kesi ya uongo kabisa, kesi ya uhaini ambayo wakimdhamiria hukumu yake ni kifo. Kwa hiyo huko uwezekano mwenyekiti wetu akanyongwa kwa sababu tu anasema rasilimali za nchi hii zinapaswa kuhodhiwa na Watanzania wote. Lakini unaona pia chama chetu sasa hivi kimezuiliwa ruzuku. Msajili kikatili kabisa, kinyume na katiba na kinyume na sheria ya vyama vya siasa, amejipa mamlaka, amezuia ruzuku ya chama. Wakati sababu za kuzuia ruzuku zinajulikana. Ukiwa na matumizi mabaya ya fedha, na matumizi mabaya yanayothibitisha ni CAG. CAG ndo anayesema kwamba Chadema imetumia fedha vibaya. Kwa amri inaweza ikatoka ya Chadema kuzuiliwa kupokea ruzuku. Lakini katika namna ambayo sio ya kawaida, msajili anazuia ruzuku kwa sababu anazozijua yeye. Lakini pia uliona ambavyo hapo katikati alijaribu kufanya kuzuia wale wote walioteuliwa na mwenyekiti, kuanzia mwenyekiti, manaibu, kuanzia katibu mkuu, manaibu wa katibu wakuu, sisi wote tulioteuliwa, akazuia, akawa hatambui nafasi zetu kwa sababu ya kitu anachokiita akidi. Lakini unaona pia viongozi wetu wanazuiliwa hata kutoka nje ya nchi. Hata ukiwa unaumwa huwezi kusafiri. Juzi umeona Lema akazuiliwa. Mwezi mmoja nafikiri uliopita uliona naibu katibu mkuu wetu Bara amezuiliwa kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo unaona kuna vitu vingi vinaendelea ambavyo juzi tu hapa umeona pia mahakama imetoa order kinyume kabisa na utaratibu, kwa sababu Wazanzibari wanadai haki sawa kwenye mgawanyo wa mali za chama. Njombe wanazuiliwa wasitumie jengo lao walilolijenga wenyewe. Anazuia katibu mkuu asifanye shughuli za chama, anazuia bodi ya udhamini iache kufanya shughuli zake mpaka hapo kesi ya msingi itakapoamuliwa. Kwa unaweza ukaona kwamba Chadema inapitia katika kipindi ambacho haijawahi kupita. Lakini kama nimekuelewa, maelezo yako ni kama vile haya yote yanayofanyika kama yako kinyume na utaratibu. Nadhani kuna namna pengine hao ambao wanafanya hivyo wanatumika kwa namna moja nyingine ili kuhamisha jitihada za Chadema. Kwa namna yoyote ile, kwa Mtanzania yeyote mwenye akili timamu ataungana na mimi kwamba watawala wanatumia hizi apparatus za, kwa sababu vyote hivyo ni vyombo vya serikali. Ukizungumza msajili, kwani anateuliwa na nani? Ukizungumza hizi mahakama, majaji wote wanapatikanaje? Kwa hiyo hivyo vyombo vyote vinavyofanya kazi, unaweza ukaona kwamba muamuzi mkuu wa haya yote ni mwenyekiti wa CCM ambaye ndo rais, ambaye pia ana mamlaka ya kufanya na hizo teuzi na mambo mengine. Tutarejea huko tujadili kwa kina hapo baadaye. Rose, April 9 mapema mwaka huu, kama sijakosea, ulifanyika uchaguzi wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Njombe. Miongoni mwa wagombea wewe ulikuwa ni mmoja wapo, na mgombea mwenzio amini mshindani wako
akiwa ni bwana Sambudi Mtweve kama sijakosea. Uliibuka na ushindi wa 65% ya kura zilizopigwa, wakati mpinzani wako yakiibuka na 35% zilizosalia. Baadaye kukaibuka taarifa za uchaguzi ule umefutwa. Natamani kujua uliambiwa sababu za msingi hasa zilipelekea uchaguzi ule kufutwa? Kwa sasa nadhani haitakuwa afya kujadili huo uchaguzi. Haitakuwa afya kwa sababu ya mambo mengi ambayo naweza nikayazungumza ambayo hayatakuwa na afya pia kwa chama. So ni jambo ambalo tayari lilishakuwa managed kama ambavyo lilikuwa managed na chama. Kwa kikubwa cha kusubiria sasa hivi ni kwamba uchaguzi utaitwa Njombe. Muda wowote uchaguzi utaitwa na tutaendelea pale tulipokuwa tumeishia, kwa sababu imebaki kura ya ndio na hapana. Kwa nafikiri tutaendelea hapo. Kura ya ndio na hapana, ambaye mgombea anakuwa ni mmoja. Mgombea huyo ni Rosemary. Okay. Sawa. Nashukuru. Mimi naheshimu maoni yako. Miaka 4 sasa Tanzania ikiwa chini ya Rais Samia. Kuna mambo ambayo mliyapigia kelele kama ambavyo umeniambia hapo awali, na mnaona kuna mabadiliko yote yamefanyika mpaka sasa. Kiasi unaweza kusema hakika kwa awamu hii kutokana na mengi ambayo tumeanzia kuyapigia kelele sasa walau yamefanywa kazi. Mambo makubwa ambayo tumeyapigia kelele sana ni swala la katiba, tuweze kupata katiba mpya. Katiba iandikwe na wananchi wenyewe, na bahati nzuri tayari tulikuwa na pa kuanzia. Sisi Chadema tunaamini Jaji Warioba aliyeteuliwa wakati ule na rais aliyekuwepo awamu ya 5, awamu ya 4 alikuwa Kikwete. Nafikiri alifanya kazi nzuri sana Warioba. Kwa hiyo tulipaswa kuanzia kwenye rasimu ya Warioba, na uharibifu nafikiri ulianzia kwenye bunge maalum la katiba. Namna ya utengenezaji wa lile bunge maalum, badala ya kwenda kufanya maboresho wakaenda kuondoa maoni ya wananchi. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo makubwa kabisa. Of course ni jambo la msingi sana ambalo Chadema mpaka leo tunaishinikiza serikali iweze kuona umuhimu wa kuwa na mabadiliko ya katiba ambayo mwisho wa siku itatupeleka kwenye tume huru ya uchaguzi. Unaona sasa hivi tunazungumza sana kuhusu tume ya uchaguzi. Na wenzetu wakatubadilishia jina, wakasema hii sasa inaitwa tume huru ya uchaguzi. Lakini kimsingi alizungumza Generali Ulimwengu, anasema wamemchukua nguruwe, wamempaka lipstick. Kwa hiyo wanaona kama wameshabadili sasa yule nguruwe ndo anaitwa tume huru ya uchaguzi. Uwezi ukasema tume huru ya uchaguzi wakati bado mamlaka ya teuzi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anateuliwa na rais. Wale makamishna wote wanateuliwa na rais. Mkurugenzi wa tume anateuliwa na rais. Unasemaje kwamba hiyo ni tume huru ya uchaguzi? Unapozungumza huru, huyo anayeteua ni mwenyekiti wa CCM. Vyama ambavyo vinashiriki uchaguzi, vyama vilivyosajiliwa ni vyama 19. Sasa rais, mwenyekiti wa chama kimoja wapo ndo anayetengeneza ule mfumo wote wa tume. Lakini bado unaona hata ukishuka huku chini, hawa wakurugenzi, namna ambavyo polisi wanatumika, hawa watendaji kwenye vijiji pamoja na mitaa, kwenye kata, unaona kabisa hawa ni waajiriwa wa rais na wamepewa kabisa maelekezo kwamba wewe ukifanya kinyume kazi huna, na kwa sababu nchi yetu haifuati utawala wa sheria, chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo hayo ni mambo makubwa ambayo kiukweli tunayapigania, na ni bahati mbaya sana sasa hatuoni ahueni. Sasa hivi nafikiri kadri ambavyo tunapaza sauti ndivyo mambo yanavyozidi kuwa mabaya zaidi. Kwenye utawala wa mama yetu nafikiri mambo yamekuwa mabaya zaidi. Yameibuka na matukio mengine ambayo yanaelekea kukithiri, ambayo yalifanywa wakati wa Magufuli, hatuwezi kusema hayakufanywa, lakini wakati wake yanafanywa kwa uwazi sana, na yanafanywa katika namna ambayo unaweza ukashangaa. Matukio ya utekaji, matukio ya mauaji, watu wetu wanapotea, watu wanauawa hadharani. Sasa hivi askari anaua mtu hadharani kabisa.
mwaka jana uchaguzi wa serikali za mitaa, kuna mtu anaitwa George Juma pale Manyoni Singida aliuawa na askari magereza, amepigwa risasi. Askari magereza anampiga mgombea kwenye kitongoji risasi. Dar es Salaam pale kuna mzee mmoja, mzee kabisa na miaka zaidi ya 60 nadhani, alikuwa anakuambia ujumbe tu usiku wa kuamkia siku ya uchaguzi. No, ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Wananyang'anyana masanduku ya kura, kapigwa risasi, akafa. So unaweza kuona hali inazidi kuwa mbaya kila siku, na hiyo yote ni kwa sababu ya madaraka ambayo yangekuwa yanaamuliwa na katiba. Kama mwananchi angekuwa ana hiyo haki ya kikatiba ya kuweka na kuondoa, yani hiyo tu kila anayegombea ajue anayemweka ni mwananchi, atakayemuondoa ni mwananchi, usingeona hizi kurupushani za watu kutekwa. Kina Mdude wametekwa, kina Soka wametekwa, kina Kaswahili wametekwa. Watu hapo katikati wanatekwa, vijana wetu wengi, na watu wengine wanatishiwa maisha. Hata mimi naongea hapa, lakini sielewi kama kesho nitaamka au nikitoka hapa nitakuwa niko salama, au baada ya hiki kipindi nitaendelea kuwa na maisha yangu ya kila siku, ama wataniua au watafanya nini. So imefika hatua kwa sababu tu ya madaraka, kuna mtu anataka abaki madarakani kwa gharama yoyote. Hali imekuwa mbaya sana. So hali inakuwa mbaya sana. Sawa. Nikurejeshe nyuma kidogo hapo kwenye tume huru ya uchaguzi ambayo mimi nimekuwa nikimimia na kuona kwamba si huru. Mambo mawili tunatamani kufahamu. Mlitamani ili iweze kuwa tume huru iwe ya namna gani na iwe na vigezo vipi? Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama tume hii iliyopo hamuiamini, uchaguzi wa mwaka 2015 ni miongoni mwa uchaguzi ambao Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kiliibuka na wabunge wengi sana bungeni. Na ni uchaguzi ambao ulikuwa na ushindani mkubwa kati ya Rais Magufuli wakati huo, ni mkiwakilishwa na aliyepewa nafasi wakati huo marehemu mzee wetu wa kumziki pema Edward Moyai Lowassa. Mlipata wabunge wengi sana bungeni. Mtu anaweza kujiuliza swali, kama tume hii ndio ambayo ilifanya kazi ya kusimamia uchaguzi ule na mkapata nafasi ile ya kuwa na wabunge wengi bungeni, kwa nini sasa hivi hamna tena imani nayo? Na kujibu swali lako la kwanza na nitakujibu swali lako la pili. Swali la kwanza umesema tunahitaji tume ya aina gani ili iwe huru. Kwanza tunahitaji mwenyekiti wa tume na wale makamishna wasitokane na mwenyekiti wa chama kimoja wapo wa wale wanaokwenda kushindania kwenye nafasi. Kwa maana ya rais asiwateue, ziweko mamlaka za kuwateua. Lakini tunahitaji kinaweza kuundwa chombo huru. Kinaundwa chombo huru ambacho wadau wote ni washiriki, na vyama vya siasa wanakuwa na uwakilishi wao, kuna kuwa na wadau mbalimbali wa maendeleo katika nchi yetu wakawa na uwakilishi wao kwenye hicho chombo. Then chombo hicho kinaweza kikatuletea tume ambayo itakuwa inakubaliwa na pande zote. Vyama vyote vya siasa vitaiunga mkono, lakini pia nchi yetu sio tu swala la vyama vya siasa, pamoja na wananchi wenyewe waone kwamba tume hiyo inaweza ikawafanya wao wakafanya maamuzi yao na maamuzi yao yakaheshimiwa. Lakini pia tunahitaji tume ambayo wananchi watakuwa na access na server ya wale wapiga kura wote. Kwa sasa hivi anayejua wangapi wameandikishwa kupiga kura ni tume peke yake. Hata wewe nikikuuliza hujui. Wenzetu Kenya wanajua, mwananchi wa kawaida kabisa ana access ya kujua kwamba ni wapiga kura wangapi. Mwaka 2020 ndani kwa taarifa ya mwenyekiti wa tume ilieleza ni zaidi ya Watanzania milioni 35 ambao wameandikishwa wanataraji kupiga kura. Yes, ambao anawajua yeye, pengine atakuwa anawajua na Samia, pengine atakuwa na wengine wachache wanajua. Lakini sisi wa Tanzania hatujui. Ndio maana unaona mwaka 2020 ukienda kwenye website ya tume sasa hivi ukaangalia wapiga kura waliopiga kura za ubunge mwaka 2020 ni milioni 12.9. Lakini ukienda kwenye ripoti ya tume wanayomsomea rais, watu wamepiga kura milioni 14. Kwa kuna nyongeza ya wapiga kura milioni 2.1 milioni. Umenielewa? Kwa hiyo
Yes, ndo makura feki sasa hayo ambao watu wanasema makura feki, watu sijui polisi wameingiza kura na nini. Ndo huko yalikotokea. Sababu kubwa ni kwa nini? Kwa sababu hatuna access na hiyo na hiyo server ya tume. Hatujui nani ni mpiga kura na nani sio mpiga kura. Lakini pia sisi Chadema tunasema ili tume iwe huru, hata hawa watendaji, huyu mtendaji ni mtumishi wa serikali, na kwa mifumo ilivyo ataitika kwa wale walio muajiri. Kwa nini tume ikishapatikana ikawa huru isitengeneze waajiriwa wake? Yani tume ikaajiri watu wake. Tuna vijana wengi kwenye nchi yetu wamesoma, hawana ajira. Kwa nini unamlundikia majukumu mtendaji? Unamlipa mshahara, ana kazi nyingi za kufanya. Kwa nini tusiwe na watendaji wa tume huku chini ambao, kwa mfano hata swala hili la kuandikisha lingekuwa sio zito kama wanavyoligeuza sasa hivi. Kama kila kata ingekuwa na mtumishi mmoja ama wawili wa tume, mtu ukifika miaka 18 leo, kesho unaenda unajiandikisha unakuwa mpiga kura. Kwa hiyo ndo aina ya, pamoja na mambo mengine mengi, hiyo ndo aina ya tume ambayo tunaitaka. Lakini umeniuliza swali lingine, unasema hiyo tume ya mwaka 2015 ndo iliyoipa Chadema wale wabunge wote. Nafikiri tulikuwa wabunge 72. Yes. Ukijumlisha na wabunge wa viti maalum. Na ndio iliyowapa Chadema madiwani. Na ndio iliyowapa Chadema majiji, tukapata mamea. Yes. Kwa nini tume hiyo hiyo leo tunaituhumu? Na jibu ni dogo tu, kwamba ile tume ya mwaka 2015 haikuengua. Ile tume, uchaguzi ulipokuwa unafanyika, sio kwamba watu hawakufa. Of course ilikuwa ni nginja kwenye vituo vya kupigia kura, lakini angalau kulikuwa na unafuu. Sasa ule unafuu ulitokana na nini? Nchi yetu sasa hivi kwa mujibu wa katiba tunaishi kwa hisani. Hisani ya nani? Aliye madarakani. Kwa hiyo rais anaweza kuamua kwamba uchaguzi mwaka huu uwe free and fair. Kwa sababu tunaishi kwa nini? Kwa hisani. Kwa hiyo, na ndio maana Kikwete hakufanya kama Magufuli, kwa sababu Kikwete alifanya hisani. Angeweza pia kuruhusu watu wakauawa, watu wakainguliwa, kura feki akawekwa ya kutosha. Sio kwamba hayajawahi kuwekwa, lakini mtawala aliyekuja baada ya Kikwete hakuwa kama Magufuli, na kwa sababu ya madaraka makubwa aliyopewa na katiba, ndio maana unaona mambo yalibadilika kabisa mwaka 2019, na uliona mambo yalibadilika kabisa mwaka 2020, yamebadilika kabisa 2024. Anaweza akatokea rais mwingine ambaye sio Samia akafanya vizuri kuliko marais wengine wote. Sawa sawa. Umekuwa ni mwanasiasa kwa muda sasa na umekuwa ukifuatilia utendaji kazi wa mabunge yote tangu tulikotoka mpaka sasa hivi hapa tulipofikia. Mathalan tuchukue tu bunge la mwaka 2015 mpaka 20 na bunge la 2025. Ukifuatilia vyema yanayojiri bungeni kwa muda wote huo, unapata tathmini ya pamoja ambayo natamani kusikia tathmini hiyo. Utuambie bunge la mwaka 2020-2025 asilimia karibu 95 limekuwa na wabunge kutoka chama tawala na wachache wametoka vyama hivi mbadala. Wakati bunge la mwaka 2010-2015 kwa asilimia kubwa vyama mbadala vilikuwa na uwakilishi bungeni. Utendaji wa haya mabunge mawili, utofauti wake unauona uko wapi? Kwanza, kwa kutumia tu common sense hauwezi kufanana. Kwa kutumia tu common sense. Kwa sababu wanapokaa CCM peke yao, ili bunge asilimia 99 ni CCM. Kwa hiyo wanapokaa CCM peke yao, changamoto wanazipata wapi? Kwa sababu wao ndio wabunge wa CCM na chama kilichoko madarakani ni chama chao. Nani atawachallenge? Kwa hiyo wale watu ambao walikuwepo bungeni, kwa mfano vyama mbadala vikiwepo bungeni, wale ni watchdogs wa serikali. Ukiona hela imeibiwa wanapiga kelele. Umeona ripoti ya CAG? CAG amesoma ripoti juzi hapa. Unaona wizi unaendelea kama kawaida. Fedha zinatumika hovyo kila kunavyokucha. Vitu ni vingi. Umeona hata wanajaribu kugusa kuona CAG amesema nini, sababu moja kati ya kazi ambazo wabunge wanapaswa kufanya ni kuijadili pia ripoti ya CAG,
kuona matumizi ya fedha yanavyokwenda hasa kwenye maeneo ambayo fedha zilipelekwa. Badala ya kufanya hivyo, unaona wabunge wanatoa nimeona wamempa nini, sijui wamempa nini Samia, tuzo, sijui ni tuzo ama ni kitu gani. Yani bunge ambalo lilipaswa kuisimamia serikali, bunge limejigeuza ni serikali. Na kwa nini limejigeuza ni serikali? Ndio yale ambao tunasema wale wote ni wa chama kimoja, na mkisha kuwa wa chama kimoja, anayekusababisha wewe uwepo au usiwepo ni rais. Kwa hiyo badala ya kuwa msemaji wa wananchi, na wananchi kwa sababu wameshang'olewa hayo meno, hawana tena uwezo wa kuchagua. Sasa hivi ili uweze kurudi bungeni inabidi uwe chawa wa mama. Kwa hiyo bungeni tumejaza machawa. Ndio maana kwanza kama mwanzo nimesema haliwezi kuwa sawa kwa sababu hakuna watu wa kwa challenge, lakini pili halina mvuto. Na ndio maana ni moja kati ya mabunge ambayo hayajafuatiliwa na Watanzania kabisa. Hata wewe huwezi kulifuatilia. Halina mvuto kwa sababu wako watu wa upande mmoja, watu wanauawa, watu wanatekwa, watu wanafanya nini? Watu wamekaa bungeni badala ya kuhoji Wizara ya Mambo ya Ndani, watu wanatekwa, watu wanauawa. Badala ya kuhoji IGP anafanya nini mpaka dakika hii ofisini, badala ya kuhoji mkurugenzi wa usalama katika nchi hii anafanya nini, wao wanasema rais anatukanwa. Yani uwezo ukaamini wakati wa kuijadili Wizara ya Mambo ya Ndani, wabunge wa CCM wamekaa bungeni wanasema rais anatukana. Of course ni mambo mengi ambayo tukianza kuyajadili hapa yanakera, yanatia hasira. Kama nimekuelewa vizuri kwa maelezo yako, Rose, nakubaliana nami kwamba inamaanisha kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wabunge kutoka vyama mbadala kuwepo bungeni ili waweze kusaidia kuipushi serikali pengine kuenda katika mstari unaostahili. Najiuliza Chadema hivi sasa mnatoka msimamo wa kutoshiriki uchaguzi. Hamuoni kama mnakwamisha sasa na kuwanyima nafasi ya wananchi kwa maana ya kupata wawakilishi ambao watasaidia kuipushi serikali na kuirudisha katika mstari pale ambapo utaona wanakengeuka, sio? Kwanza hatujasema hatushiriki. Sisi tulisema bila reforms, bila mabadiliko ambayo hayo nimekuambia kwenye mifumo ya uchaguzi, tutazuia huu uchaguzi. Na tunawaomba Watanzania watusaidie tuzuie huu uchaguzi. Kwa sababu kama tukienda na sura hii miaka 5 ijayo, na hili sio kwa ajili ya Chadema. Ni bahati mbaya sana watu wanadhani tunapozungumza habari za reforms, tunazungumza habari ya mtu fulani kuwa mbunge. Tunazungumza habari ya mtu fulani kuwa diwani. Tunazungumza habari ya mtu fulani kuwa rais. Hatuzungumzi mambo hayo. Tunapozungumza reforms, wananchi wakirudishiwa mamlaka yao ya kuamua juu ya nchi yao, ni rahisi sana hata kulinda rasilimali zao. Ni rahisi sana. Sasa hivi mnaambiwa tu mara sijui uwanja wa KIA amepewa Mwarabu, mnaambiwa sijui bandari amepewa Mwarabu, mnaambiwa sijui vitu viko hovyo. Anayeamua ni nani? Anaamua rais. Kabla hujaenda mbali, tunazungumzia swala la kuzuia uchaguzi. Napata swali kwamba tunazuia vipi uchaguzi ikiwa kwa mujibu wa sheria mwenye mamlaka kuzuia uchaguzi usifanyike ama kusitisha ni mahakama pekee yake. Ninyi mtatumia mbinu gani kuzuia uchaguzi kama si kukiuka sheria? Tunawashawishi kuzuia uchaguzi sio kukiuka sheria, kushinikiza mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi sio kuvunja sheria. Na tunapowaambia wananchi kwamba tunahitaji mwaka huu tuzuie uchaguzi, maana yake ni kwamba serikali ifike hatua kwa gharama. Umeona tumeshaanza kubeba gharama. Ukiona tumesitishiwa ruzuku ni kwa sababu tulikuwa tunazungumza na Watanzania watuelewe kwa nini hatutaki mwaka huu uchaguzi ufanyike bila reforms. Kwa hiyo hizo gharama tayari tumeanza kuzilipa, na tunaamini Watanzania tutashirikiana vizuri mwaka huu uchaguzi usifanyike mpaka angalau ziweze kufanyika reforms. Yes. Kwa nikataka kuongezea pia kwamba pamoja na kwamba tunasema tutakwenda kuzuia uchaguzi, jambo ambalo of course limekuwa na maswali mengi kwa Watanzania wengi. How? Hiyo how unaweza ukabaki nayo how, lakini kwanza Watanzania waelewe kwamba kwa nini hatuhitaji uchaguzi. Lakini jambo la pili ni kwamba
tumesema bungeni tunahitaji upinzani, na Chadema tunasema swali lako sasa unaona linakufa ulilosema hatushiriki uchaguzi. Tunasema tutazuia uchaguzi. Hata ingekuwa ni kutokushiriki uchaguzi, utakuwa ni mwenda wazimu peke yako kama utadhani majaribio tulilolifanya 2019 kuengua wagombea wetu wote, 2020 kuengua wagombea pamoja na mauaji ambayo yametokea, pamoja na wabunge na madiwani wetu kushinda, lakini kutokutangazwa Tanzania nzima mwaka 2020. Si tumeshiriki, lakini si wametangaza mbunge mmoja kati ya wabunge zaidi ya walioshinda. Unarudi mwaka 2024 ambayo ndo huyu mama sasa ameingia moja kwa moja kusimamia, ambaye yeye alijinasibu kwa watu kwamba hawezi kufanya hayo matendo ambayo yalifanywa, na alikiri kabisa kwamba hawezi kufanya yale yaliyotokea 2019 na 2020. 2024 juzi si imekuwa mbaya kuliko hata vipindi vyote vilivyopita. Unataka kufanya jaribio lipi tena? Yani ni kipi tena ambacho bado kinakushawishi kwamba mwezi wa 10 CCM hawatafanya kama walivyofanya mwaka jana? Kitu gani hasa, hata wewe mwanahabari unisaidie, kitu gani kinakushawishi wewe uone matendo yaliyofanyika mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, matendo yaliyofanyika mwaka 2020 kwenye uchaguzi wa madiwani, wa bunge na rais, matendo yaliyofanyika mwaka 2019 ya kupata viongozi kwenye serikali za mitaa? Ni kitu gani kinakushawishi kwamba haya mambo hayatatokea miezi miwili ijayo kwenye uchaguzi unaokuja? Sawa. Tutarudi hapa kwa ajili ya kuzungumza. Mtazamaji, asante sana kwa kuungana nasi. Nakushukuru sana, endelea kufuatilia matangazo haya. Tuko hapa na Rose Mayemba, mwanasiasa machachari kabisa ambaye pia ni mwanachama na ni kiongozi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tunaye hapa kwa zaidi ya dakika 30 hivi kujadili hali halisi ya siasa na maendeleo katika taifa letu. Mimi naitwa Dickson. Karibu sana tuweze kuendelea. Wakati huu ambao Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tunasema tutazuia uchaguzi, kuna vyama vingine mbadala vinaibuka kwa wingi wao kusema kwamba tutashiriki uchaguzi na tutahakikisha uchaguzi unafanyika, wakiwa wameibuka na kusupport kauli mbiu ambayo imeibuliwa sasa hivi Oktoba tunafika. Rose, amuoni kwamba Chadema kwa uchache wenu ama kwa wingi wenu mtashindwa kwa sababu baadhi yenu wengine wanaunga mkono hiki ambacho chama tawala ama chama kilichoko madarakani kina simama na huo msimamo wao? Tuna vyama 19, sio? Hivyo vyama vingine nafikiri hata wewe kwa majina au vijui. Yani havijawahi hata tu kusimamisha. Yani tu hata pale Dar es Salaam kwamba ndipo kilipozaliwa, hawajawahi kusimamisha hata kwenye serikali za mitaa. So kuna vyama vinaitwa vyama, lakini ni vyama shikizi. Yani ni vyama ambavyo vipo kwa sababu vipo kwa ajili ya kulinda watawala waendelee na iendelee kuonekana kama nchi yetu ni nchi ambayo inafuata mfumo wa vyama vingi. Lakini kuna vyama sivijui. Yani kwa mfano kuna kitu kinaitwa sui jahazi asilia, sui kuna chama kinaitwa sui SAU, sijui unanielewa. Vyama hivi ambavyo havijawahi kusimamisha wagombea popote, wewe ukitaka kujilinganisha nacho ama Watanzania wengine wakitaka kujilinganisha nacho, lazima wawe ni punguani. Chadema, chama ambacho kimekuwa ni chama kikuu cha upinzani bungeni, chama ambacho kinaungwa mkono na Watanzania kwa mamilioni, useme kwamba hakina madhara kwa sababu eti kuna chama kinaitwa SAU kimesema kitashiriki uchaguzi, lazima uwe na upungufu wa radilia kichwani. Wakati huu ambao tunashuhudia mambo mengi sana yanajiri katika siasa zetu, kimeibuka pia chama cha umma. Tumepata nguvu sana hapa katikati, pia tukipata nguvu nyingine kutoka kwa miongoni mwa waliokuwa wanachama wenu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na ni viongozi wengine waandamizi kabisa ndani ya chama. Hamuoni sasa pengine kwamba cha umma kinaweza geuka tishio kwa upande wenu pia mkashindwa kufikia kile ambacho mnalenga kufikia? I'm sorry to say this, lakini Watanzania ni waelewa sana. CCM wameamua kujitengenezea kinyago chao ambacho kimetoka Chadema. Na
Umeniuliza masuala ya uchaguzi wa Njombe pale nyuma. Sikutaka kukujibu kwa sababu bado kuna heshima tunatakiwa kuendelea kuilinda kwa viongozi wetu waliopita na kwa ajili ya manufaa ya uongozi uliopo. Wewe umefuatilia vizuri uchaguzi uliopita ndani ya chama. Miamba miwili walikuwa wanagombana. Walikuwa wanagombea, sio kugombana, walikuwa wanagombea kwenye nafasi. Na ukifuatilia walioshindwa kwenye ule uchaguzi ndo ambao wameamua kwamba sasa hatuwezi kuendelea kuwa sehemu ya hii familia. Na kama hatuwezi kuendelea kuwa sehemu ya hii familia, watawala wameona hiyo ni fursa kwa watawala. Fursa kubwa sana sababu you divide them then you rule. Kwa wao waliamini kwamba hiki kikundi cha wale ambao hawakushinda Chadema wanaweza wakakitumia kuipasua Chadema. Ilikuwa ni imani yao kubwa. Watanzania ni mashahidi. Wewe mwenyewe unaona hawajafanikiwa. Kufanikiwa unakupimaje? Yani ukisema kwamba wamefanikiwa unapimaje mafanikio yao? Kwa sababu ukizungumza masuala ya labda kwa sababu Rose alikuwa ni kiongozi. Mimi Rose ni sikugombea peke yangu mwenyekiti wa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo kuondoka kwangu sio kweli kwamba Chadema haiwezi kuwa na mwenyekiti Njombe. Kwa hiyo mafanikio ambayo inatakiwa Chauma iwe imepata ni mafanikio ya kuwaaminisha Watanzania kwamba Chadema si chama ambacho si chama ambacho kinaweza kikawa mbadala wa chama kilichoko madarakani. Sisi Chadema ni imani. Ndio maana unaona kuna watu wameondoka, lakini umma wa Watanzania unatufuatilia, umma wa Tanzania unatuunga mkono katika kipindi kigumu sana. Umeona tumezuiliwa ruzuku lakini hatukuacha ziara. Watanzania wanatuchangia kwa mamilioni. Mikutano yetu ile unayoiona kama ni unafuatilia vizuri, hatusombi mwanachama hata mmoja, hatusombi raia hata mmoja. Wanachama na wananchi wasio na vyama kwa mamilioni wanakuja kwenye mikutano na tone wanaleta. Si Chadema kuna kitu tunaita tone. Mfumo wa kila anaye support mabadiliko aweze kuchangia. Watu wanakuja na fedha. Wao unafuatilia unaona. Watu wanaleta. Dodoma pale tumechangisha 2,207,000. Unahesabu 500, 200, 1000 mpaka 2,207,000. Naomba niambie ni watu wangapi wanachangia. Kila tulipokwenda Chadema imepokelewa katika namna ambayo nadhani hii mikutano ilipaswa kuwa mikutano ya kampeni, lakini tu mikutano tunakwenda na wananchi wanatuunga mkono na wananchi wanasema, ukiwauliza wanakwambia kwamba hao wengine ni vyama shikizi. Wananchi wanaelewa. Ni bahati nzuri sana digitali, hii digital platforms hizi zinatusaidia sana. Muda huu naongea mimi na wewe, lakini jioni hii habari tunayosema hapa itakuwa imesikika kwa Watanzania wengi sana. So hicho ndo kitu pekee ambacho Mtanzania hadanganyiki tena. Haumfuati ukamwambia kwamba Chadema ni mbaya. Yeye anaona Chadema ni mbaya ama Chadema ni nzuri. Sawa. Pengine ni wakati sahihi wa kufanya kile mlichofanya katika kile mlichokiita bunge la Ukawa. Huu si muda sahihi pengine wa hoja nzito, na kwa wakati mwingine ukipima tu kawaida unaona ni hoja zenye mashiko ambazo zinaibuliwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba sasa tushiriki na vyama hivi mbadala vingine vilivyosalia ili tuunganishe nguvu kuishinikiza pengine mamlaka kutekeleza haya ambayo mimi naona kuliko kuendelea kugawanyika hivyo. Na Chadema ilikuwa ni sehemu ya maazimio kwenye vikao vya kamati kuu. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Moja kati ya maazimio ambayo tuliweka, na nimezungumza pia kwamba hili jambo sio la Chadema. It's about us, wa Tanzania. Kwa hiyo moja ilikuwa ni kwenda kuzungumza na vyama vingine vyote vya siasa ambavyo vitakuwa tayari, tuungane, tushinikize serikali, tupate mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi, ndo twende kwenye uchaguzi. Kwa hiyo Chadema haikumtenga mtu yoyote. Kwa hiyo kwamba tuungane, sisi tayari milango ilishakuwa iko wazi. Lakini kwenye swala la kugombea kuna maslahi binafsi na maslahi ya taasisi za watu. Kila taasisi pengine ina mlengo wake, ina namna inavyotazama jambo hili. Lakini sisi Chadema hatujaangalia zaidi
kuwa mbunge. Umeona wale wanaoondoka Chadema wanasema anaua ndoto yangu, nitaka niwe mbunge. Sasa unajiuliza, unasema we kumbe ndoto yako ilikuwa kuwa mbunge hivyo tu. Kwa hiyo kitendo cha kukosa ndoto yako kuwa mbunge kinakufanya uhame Chadema. Chadema sio mahali pa wewe kwenda kutafutia ubunge. Wewe ni mtu mmoja utapata ubunge, utapata mshahara mzuri. Sisi tunazungumza juu ya maisha ya watoto wetu huku chini. Fedha zinaliwa hovyo. Tunazungumza juu ya rasilimali zetu zinaondolewa kwenye nchi yetu. Madini tunayo ya kutosha, yanasafirishwa, tuna mbuga za wanyama za kutosha. We have everything. Yani tuko na utajiri mkubwa. Sisi lengo letu ni tunahoji mamlaka ili tujue kwa nini Watanzania wanaishi kwenye hali ya umaskini namna hii katikati ya utajiri mkubwa Mungu ametupa. Lakini wakati tukiwaza hayo, kuna mtu anawaza yeye tu awe mbunge. Yeye akiwa mbunge inatosha. Sasa huwezi ukakaa meza moja na mtu anayefikiri kwamba lazima kwanza awe mbunge, anayefikiri lazima kwanza awe diwani, anayefikiri lazima kwanza apate ruzuku. Huwezi ukakaa meza moja na mtu aina hiyo mkajadiliana na mkaelewana. Sawa Rose. Nilisoma habari moja wapo juzi hapa, mwenyekiti wa tume INEC akipiga marufuku wa Tanzania kutumia kauli ya no reform no election. Miongoni mwa kauli ambayo waasisi wake ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hivi sasa inatafsiriwa kama ni kauli ambayo ina mlengo wa kusabotage uchaguzi au mchakato mzima wa uchaguzi. Sasa hiyo ni kwa tafsiri yake na muono wake. Na kila mtu anatazama vitu kwa, yani hizo ni perceptions zake. Lakini swala la kwanza, huwezi ukasema unazuia no reform no election. Yani unazuia katika misingi ipi? Yani no reform no election imevunja kifungu gani cha sheria? Imekiuka imekiuka kanuni ipi? Imevunja katiba ibara ipi? Hakuna. Kwa kama amezungumza hivyo ni sawa tu na mlevi huko baa anaongea anayeongea, huwezi ukamfuatilia. Sawa. Tuangalie kwa ufupi sana migogoro ndani ya chama na kukosekana kwa muunganiko baina ya voice. Bila ubishi ni wazi kwamba imeumiza chama kwa kiasi fulani. Lakini kuna kipeleka wapi hiki chama ambacho Watanzania pengine kwa kiasi fulani waliamini kwamba huenda ndio ikawa chama mbadala cha kuweza kusikiliza na pengine kuja kutatua mawazo na mitazamo walionayo katika mioyo yao. Migogoro kila mahali ipo. Migogoro kama migogoro. Sasa nitakuja kwenye hilo jambo lako ulilosema. Lakini ukizungumza migogoro, ndio maana kuna mnasoma mpaka kuna kitu kinaitwa conflict resolutions. Migogoro ipo popote pale, migogoro ipo, ni ya kawaida na kuna namna huwa watu wana manage, taasisi mbalimbali zina manage everywhere. Migogoro ya kawaida ya kiutendaji na kuwepo. Lakini huo mgogoro unaouzungumzia wewe kimsingi sio mgogoro wa kiutendaji, ni mgogoro wa kimaslahi. Sisi tumetoka tunasema no reforms no election. Tuko tayari mwaka huu Chadema kwa vyovyote itakavyokuwa hali iwe hivi ilivyo, lakini hatuwezi kuwa disappoint wa Tanzania kwa sababu Rose nataka niwe mbunge. Hatuwezi kuwa disappoint wa Tanzania kwa sababu tunataka Lissu agombee urais. Hatuwezi kudisappoint wa Tanzania kwa sababu tunataka Mheshimiwa Heche aende akagombee jimboni kwake. Kwa hiyo sisi tumesema tunahitaji reforms. Tunahitaji reforms. Sio kwamba tuna maisha ya utajiri kwa kiwango hicho kwamba sisi tumejitosheleza. Hapana. Lakini jambo letu ni la Watanzania. Sasa mwingine katikati yetu anasema kama ninyi mnasema mimi nisiwe mbunge, mimi ninaondoka. Huo mgogoro unautatuaje? Wewe unautatuaje mgogoro wa aina hiyo? Kama tunakuja sasa tunataka kutatua mgogoro, kwa sababu hapo ni namna mbili tu. Ni kumtakia kila laheri ili ninyi mbaki na msimamo wa kusimamia, kusimamia maamuzi mlioyatoa na kusimamia maamuzi ambayo yanaungwa mkono na Watanzania wengi.
moja kati ya msimamo ambao chama kina tafsiri sasa hivi mlikuwa nao ni huu wa no reforms no election. Aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu bara alinukuliwa katika chombo kimoja cha habari akisema kwamba huo haukuwa msimamo wa chama. Kajiuliza sana, kwani katika vikao vyenu msimamo wenu hasa ulikuwa upi tofauti na huu ambao mko nao sasa hivi? Na ndio maana nafikiri pia kuna chombo kimoja cha habari kilimhoji na ilimsumbua sana kutoa majibu. Unajua ogopa sana teknolojia. Na ndio maana tunasema baada tu ya serikali kuleta mradi wake, wale watu wakaanza kukataa maneno yao. Yaani yule aliyekuwa naibu katibu mkuu, yule ambaye alinukuliwa akisema sio kwamba Chadema hatutashiriki, Chadema tutazuia uchaguzi, hata hao CCM hawatakwenda. Kesho baada ya kupewa chochote anasema hapana, haikuwa maana hiyo. So unaweza ukaona sasa namna ya kudili na mtu ambaye tayari ameshawekewa tonge mdomoni ni kazi kubwa sana. Ndio maana sisi tuliwatakia kila laheri. Kikubwa wa Tanzania wamesimama na Chadema. Naamini kwa namna moja ama nyingine tonge limewafikia. Sio kwa namna moja, mazingira yanaonyesha, hata wewe unajua, na ninyi mnatakiwa mtusaidie sana. Unajua wanahabari ni muhimu sana, hata mkipata nafasi ya kuzungumza nao mwe mnawauliza vizuri kwamba nyie jamaa kwa nini, kwa sababu ni moja kati ya harakati za kurudisha nyuma haya mapigano ambayo haya mambo ambayo tunayahitaji yafanyike katika nchi yetu. Ni kuendelea kumlinda sisi muendelee kubaki madarakani. Wakati we mwenyewe unaona kabisa kwamba Chauma hata wakisema wanaingia kwenye uchaguzi hawawezi kuleta tofauti yoyote. Sawa. Kati hayo ya kijiri Rose, nitaomba unisaidie hili. Kuna tajwa pia kukosekana kwa maelewano baina yako na kiongozi mwenzio wa chama. Na nyinyi nyote mnaingia chama kimoja. Anatajwa Sigrada Mlinde. Unatajwa kukosekana kwa maelewano baina yake na yeye. Si vibaya kukosekana kwa hayo sio mambo nimewahi kutaka na sio interest za umma. Public inataka kusikia vitu sensitive sana kuhusu nchi yao. Public inataka kusikia mambo yanayowahusu wao. Sasa ukiwapelekea habari ambazo walaji hawana haiwasaidii chochote, nafikiri pia tutakuwa tunakosea sana. Let's focus. Yeah, hebu tu focus. Yes. Unapokosekana kwa maelewano baina yenu, mtajenga vipi? Umeona Chauma wameenda, wako Chauma. Si ni maelewano tu. Wao walitaka ubunge, sisi tukasema hapana, tunakwenda na reforms. Yeah, kwa hiyo ifike mahali tujadili mambo ambayo yatawasaidia wananchi kujifunza zaidi kuliko kuzidistract minds zao. Hivi nyuma tu hapa wakati alipokuja makamu mwenyekiti wa chama bara John Heche, katika kikao kimoja hapo kulitokea hali ya sintofahamu hivi, hali ya kupelekea mmoja kati ya wanachama kudaiwa kupigwa. Kuliibuka hali ya sintofahamu, wengine wakaeleza mambo mengi zaidi, lakini sitamani sana twende huko. Wewe ukiwa kama kiongozi wa chama, ulikwenda kumtembelea mwanachama mwenzio na kujulia hali yake? Kwanza hayo mambo yaliyotokea yalishakuwa managed ndani ya chama na yalishapita. Kwa hiyo sijui kwa nini unataka tuende kwenye udaku. I don't want udaku. Mimi sipendi udaku. Yeah. So tusijadili udaku. Let's focus na issues ambazo Watanzania wakinisikiliza watagain kitu na wataona sababu ya kutaka kuiondoa CCM madarakani. Hizo nyingine hizo ziende Kiu, Ijumaa, sijui wapi huko. Yeah, hizo no. That's not for you. Unachokiita udaku huenda kikawa na effect pia kwa namna moja. Hapana. Mimi sishughuliki na udaku, rafiki yangu kabisa. Yeah. Tuzungumze mambo ya kujenga nchi yetu. Yaani tuzungumze mambo ya Njombe, tuna maparachichi, hatuna viwanda, tuna viwanda vya chai, tuna produce nini. Watanzania wanatoka huko sasa hivi, wanatoka huko kwenye, umeona hata Mange Kimambi nampongeza, ameacha kabisa hizo habari. Watu fulani walifungia chumbani, walikuwa wanapigana,
none of our business. Kama kuna watu wanagombana, it's up to them. Kama kuna watu hawaelewani, it's up to them. Ni wao. Hizo ni vitu ambavyo viko personal sana, kwamba ulienda ukafanya nini, that's too personal. Yeah. So nafikiri tujitahidi sana kujikita kwenye mambo ambayo kabisa wananchi watatamani kuyasikia kutoka kwetu. Sawa. Asante Rose. Tuachane na hayo ambayo unayaita udaku, licha ya kwamba huenda ikawa na athari kwenye chama. Sasa tuangalie, unauona wapi mustakabali wa vyama vimbadala ukilinganisha na aina ya siasa ambazo zinaendelea katika taifa hili la Tanzania? Kuna ukandamizaji mkubwa sana wa demokrasia kwenye nchi yetu. Kwa ni vyama ambavyo vinakandamizwa day after day. Na moja kati ya mambo ambayo yananishangaza ni kwamba ni kwa nini bado vinajiona viko kwenye nafasi ya kuleta mageuzi yoyote katika nchi hii. Na hiyo ndo moja kati ya mambo ambayo mimi yananipa wasiwasi, mpaka nione kwamba tunaweza tukawa hatuko kwenye safari moja ya kutafuta mabadiliko katika nchi yetu. Ukiona uchaguzi umeharibiwa 3 times, bado kuna mtu anasema mimi ninakwenda. Yani unajipeleka machinjioni, unafahamu kabisa ninakwenda kuchinjwa na unakwenda. Lazima niwe na wasiwasi kwamba wewe ni sehemu ya wale wanaochinja. Otherwise usingeweza kukubali kwenda. Huwezi, katika akili ya kawaida huwezi. Mimi naitwa Dickson, niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakufikishia yale yaliyo mawazo huru ya kiongozi na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Rose Mayemba. Wakati huu ambapo tunaiona mchakato na mtiririko mzima wenyewe wa siasa hizi zinapokwenda, jambo moja pengine Tanzania anajiuliza kwamba ingetufaa kufanya nini basi ili kuona ndoto na matamanio ya Tanzania yanafikishwa pale yanapostahili kufika kupitia uwanja huu ambao tunauita siasa, ambao ni uwanja huru wa kunadi mawazo, na Watanzania wakapata nafasi ya kuchagua kwamba huyu anatufaa, huyu hatufai. Kwanza moja kati ya mifumo mibovu ambayo tuko nayo, na labda tu niwaambie Watanzania kwamba waache kutumika kwa namna moja ama nyingine, kwa kujua ama kutokujua. Kuna idadi kubwa sana ya Watanzania wanatumika. Kuna Watanzania wa kawaida ambao unajua, ukiwa unajua vitu unabeba mzigo mzito mno kuliko yule asiyejua. Kwa hiyo sisi ukandamizaji ulianza kwenye elimu. Watu wetu yani elimu wanayopewa sio elimu ambayo inamsaidia kupambanua mambo. Kwa watawala wako madarakani kwa sababu pia watu wengi namna yao ya kutizama mambo. Yes. Na ndio maana unaona tulivyokwenda mpaka tunazuiliwa, inafika hatua wanazuia tusitumie mali zozote za chama kwa ajili ya hii campaign ya no reform no election. Ni baada ya kuona sasa Watanzania wako na uelewa wa kutosha juu ya nini wanatakiwa kukifanya kwa nchi yao. Kuna maeneo ambayo kuna watu wanatudisappoint sana. Kwa mfano mtu kama polisi ambaye anatumwa kuweka kura feki, ambaye mwenyewe mshahara wake, rafiki yangu, yani mshahara wa polisi unajua ni 400,000 nadhani. Yani take home anachukua 400,000 na kidogo. Anachukua bunduki, anaua raia kwa sababu kuna maelekezo amepewa amuue huyo raia. Aliyempa hayo maelekezo anaishi nyumba nzuri, anasomesha watoto wake, ana mashule mazuri. Yeye hapa saizi akikohoa anaenda zake kutibiwa India. Lakini ambaye anatumika kuharibu amani ya nchi yetu ni huyu ambaye unakuta hata mafao yake yazidi hata milioni 20, milioni 30 hata anapomaliza kazi. Yani haimtoshi hata kujenga nyumba. So kuna Watanzania wenzetu ambao kwa sababu wako kwenye vitengo mbalimbali wanatudisappoint sana. Yani moja kati ya vitengo havikupaswa kudisappoint hii movement ni pamoja na askari polisi. So tunao hawa askari polisi, lakini unakuta tunao hawa watendaji ambao wanatumika kipindi cha chaguzi tu,
angalau wanapata vijiela kidogo. Uchaguzi ukipita wana mishahara ya kawaida kabisa. Walimu hao walioko mashuleni baadaye wanageuzwa, hao wanakuja kuwa maafisa uchaguzi, wanaharibu uchaguzi ovyo ovyo. So kuna hili tabaka, kuna hawa wenzetu hapa chini wana tu disappoint sana. Yani actually mbali kwamba hata wao maisha yao ni magumu kama yalivyo ya watu wengine, na ndio maana mimi tunajaribu kusema mara zote kwamba mtu anaposema reforms na tunaposema tunahitaji mabadiliko, watu wanadhani Chadema wanataka nyumbani kwenu kama hakuna maji, wewe ni Chadema. Nyumba ya pili ya CCM nayo haina maji. Shule unayosomesha mtoto wako wewe leo, ambayo anafundishwa kuchora panzi shuleni, yani amtafute panzi amsome kwenye kitabu na yeye akamchore, ndio shule ambayo huyo mwana CCM naye anasomesha mtoto wake. Kwa sisi tunapopigania shule, tuwe na shule bora, tuwe na walimu, tuwe na vitabu vya ziada na kiada, tuwe na maabara mashuleni. Hatuzungumzii wataenda kusoma watoto wa Chadema, tunazungumza watakaoenda kusoma ni watoto wa Chadema, ni watoto wa CCM, ni watoto wasio na vyama. So hii movement light wangekuwa wanajua ina umuhimu kiasi gani, hata hao CCM wenyewe ambao chini wanatunga mkono sana na wanatuchangia kuliko kawaida. Yani moja kati ya vitu unaweza ukavishangaa ni kwamba hawa wanaojiita CCM chini kwa chini wanasema isee, msiache, mtusaidie. Wengi sana, wengi wanatuchangia, na wengine wanachangia kwa siri, wengine wanatuletea fedha mkononi. Mwingine anakuambia usinitaje kabisa, lakini anafuatilia kila kitu kikifanyika, atakupigia simu, atakwambia msiache jamani, mtusaidie. So unaona kuna watu wako kwenye kifungo kwa sababu ni CCM. Anadhani akitoka akisema kama alivyotoka Gwajima ni CCM, lakini kitendo tu cha kutoka kusema kuna utekaji, kuna mauaji, umeona kinachoendelea kwenye kanisa lake. Zaidi ya milioni 200 waumini wa kanisa lake wanazuiliwa sasa hivi kuabudu. Kwa ukisha kuwa CCM ni kama uko kwenye kifungo, huwezi kusema iliyo kweli. Ukisema watashughulika na wewe. Kwa yeye anajiona ili awe safe ni bora abaki kimya. Kwa anaendelea kuwasupport ninyi ambao angalau mmeonyesha utayari wa kupigana hadharani bila kuogopa kuuawa, kutekwa, kufungwa na vitu vingine kama hivyo. Unaanza Rose, Daktari Samia akianza majukumu akiwa kama rais wa nchi, ilionekana kumuunga mkono BAWACHA. Akamwalika mgeni rasmi na mlizungumza mengi. Sasa hivi mambo yamekuwa tofauti sana baina yenu na yeye. Nini kimebadilika? Imani huja kwa kusikia. Kwa hiyo nikizungumza na wewe kwa mara ya kwanza nitakuamini kwa sababu nimekusikiliza, umenishawishi. Lakini matendo yako ndio yatakayo nifanye niamini kwamba okay, ulichokisema ndicho unachokiishi. Kwa hiyo kwamba tuliwahi kumwamini Samia, ingekuwa pia ni jambo la kushangaza sana kama mtu anawaambia mimi mwenzenu sitafanya yaliyofanywa na mtangulizi wangu. Kwa kumwamini haikuwa jambo baya, lakini hakuchukua hatua. Matendo yake yakaanza kukataa. Wameenda viongozi wetu kwenye vikao, baadaye wanasema haya mambo jamani, hebu tuendeshe kwa maandishi, tusije tukasema hivi vikao hatukuwahi kukaa. Vile vikao vya maridhiano. Lakini mwisho wa siku si wakakataa kuandika. Baadaye tukasema kumbe ile ilikuwa geresha tu. Ni mambo ya kawaida. Unamwamini mtu leo na kesho kumwamini ni unamwazima, tuseme. Kwa mara ya kwanza unamwazima mtu imani yako. Baadaye ukiona hafanyi vile ambavyo alikuwa amesema, unaichukua. Moja kati ya mambo ya msingi sana ambayo watu wangetamani kufahamu ni mchakato ule wa majadiliano baina yenu na Rais Samia pamoja na chama tawala. Kwamba vitu gani mlizungumza ambavyo mlifikia hatua mkashindwa kufikia makubaliano kiasi mkasema la hasha, sasa yafaa tukae pembeni tuendelee na harakati zetu? Ni majibu ambayo yametolewa mara nyingi sana. Viongozi wetu mara kadhaa wamezungumza ni mambo gani ambayo chama kilipeleka, kwa maana ya haya ndo maoni yetu. Yalikuwa ni maoni mengi, japokuwa ikiwemo hili la jambo la kufanya marekebisho kwenye mfumo wa katiba, kufanya marekebisho pia kwenye tume ya uchaguzi. Wakati ule
Jambo lingine ambalo lilijadiliwa ilikuwa ni kwamba viongozi wale, kuna kilichokuwa kinatupeleka pia kwenye meza ya maridhiano ilikuwa ni pamoja na watu wetu walikuwa wamefungwa wengine kwa makesi ya kisiasa yale. So yale ni mambo ambayo tulikuwa tumetaka yatatuliwe kwanza wakati mkienda kwenye meza ya maridhiano. Kwa mambo ya maridhiano wakati ule pia mwenyekiti alikuwa yuko ndani na vitu kama hivyo Kwa kulikuwa na mijadala, lakini mingi ilijikita kwenye kupata marekebisho kwenye katiba, lakini pia kupata marekebisho kwenye mfumo wa uchaguzi. Sawa, wakati tunaenda kuhitimisha Rose, kwa ufupi sana, mbunge mmoja tu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndani ya miaka 5 akiwa bungeni, na wale ambao tuliwasikia mkiwaita COVID-19, kwa maana ya wale wabunge 19 ambao si wa Chadema, ni wa CCM. Mimi nawajua ni wa Chadema kwa sababu Chadema haina pale kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na waliapa. Umekusudia kupotosha. Kwa taarifa nilizonazo mimi official, taarifa zako official hapana. Taarifa zako official zinapaswa kutoka kwa katibu mkuu wa Chadema ambaye ndiye mtendaji mkuu wa chama. Walifikaje katibu mkuu? Sasa hilo ni swali ambalo katibu wetu mkuu wa Chadema na sisi Chadema na Watanzania wanajiuliza. Kwa hata wewe unapaswa uwe na hilo swali kwamba kama Chadema haikuwapeleka, nani aliwapeleka? Ndio maana sisi tunasema chama chetu hakijapeleka mbunge bungeni, lakini kuna watu wamekwenda kuwapa kwa majina yenu. Sasa mtu akwenda kuwapa kwa majina yenu haimaanishi kwamba ninyi mmempeleka. Katiba ya Tanzania inaeleza wazi kwamba ili mtu aitwe mbunge ni lazima awe ametoka kwenye chama fulani, kwa maana ya kupata udhamini kupitia chama cha siasa. Kwamba mpaka leo hujaona katiba ya nchi yetu ikikanyagwa. Yaani hujaona kabisa namna ambavyo katiba inasiginwa kuliko kawaida. Kama umeyashuhudia hayo, anything can happen. Yaani Tanzania chochote kinatokea. Kwa hivyo mnaamini wale wabunge walienda bungeni isivyo kihalali? Kwa sababu pia hawakujiapisha. Kwa hiyo yuko mtu aliyewaapisha. Na yuko mtu aliyewafanya wakaapishwa. Hakuna barua ilitoka Chadema. Tunatanua mjadala ambao hauna maana. Chadema haikuwapeleka, lakini sio kweli kwamba walienda wakajiapisha. Kwa hiyo yuko aliyewaapisha, lakini sio Chadema. Yaani yuko aliyewaapisha kwa sababu zake yeye, lakini hawakutokana na Chadema. Kesi mliofungua iliishia wapi ile dhidi yao? Wao ulifuatilia? Si uliona? Kuna Rose, kwa takriban zaidi ya dakika 30 hivi tumezungumza mengi hapa. Lakini wakati huu ambao tunaelekea kuhitimisha, mambo machache sana na kwa ufupi sana Rose. Ni ukifuatilia kwa karibu sana na kushiriki mara kwa mara mahakamani kwenye kesi ya mwenyekiti wa chama chenu Tundu Antipas Lissu. Bila kuingilia mhimili wenyewe wa mahakama, mwenendo wa kesi unaona? Kesi kwanza bado. Na ndo kwanza wiki jana upelelezi ulionekana umekamilika. Kwa hiyo kesi bado. Zaidi ni haya mambo tu ambayo yanaendelea mahakamani, watu wakienda, namna ambavyo watu wanakuwa mistreated wanapokuwa wanaenda mahakamani, na namna ambavyo mwenyekiti mwenyewe anakuwa mistreated gerezani. Na kwa hiyo ni mambo hayo yanayoendelea ambayo kimsingi hauwezi ukawa unagusa kesi ukiyasema. Wewe umesikiliza Mheshimiwa Lissu juzi anasema na ndio maana nimekuambia kwamba nchi yetu inajivunjia katiba inavyotaka, na wewe umeona ikisiginwa muda wote. Mheshimiwa Lissu anakuambia anaishi gerezani, sehemu ambayo wanaishi waliohukumiwa kunyongwa, wakati yeye hata ushahidi tu wa jadala lake haujakamilika bado. So unaweza ukaona tu chochote Tanzania kinawezekana. Mahakama kuamua vyovyote vile juu ya hao wabunge ama Chadema na nini. Yaani sasa hivi sio tena sheria katika nchi yetu. Sasa hivi ni kikubwa wewe uko na hayo madaraka umepewa, unaweza ukakanyaga katiba unavyotaka. Sawa. Siasa ni maisha Rose, wote tunakubaliana. Ndio maana kwa wakati mwingine mimi nimekuwa nikipingana na watu wanaosema wanaitikia siasa. Siasa ni maisha na ndio inatufanya tukapata. Ungetamani kuona siasa ya namna gani ifanyika baada ya hayo yote ambayo tumeyajadili? Tunahitaji siasa ya aina gani ili kuhakikisha kwamba siasa itakayofanyika
iwe na benefits kwa wananchi, lakini pia kwa taifa letu? Natamani wananchi wawe na maamuzi, na sisemi wananchi wakaichague Chadema, na ndio maana watu pia wanakosea neno no reform no election, wanafikiri labda wanatakiwa wabunge wa Chadema. No way. Wananchi wakisema tunamtaka mbunge wa CCM, kura yake ihesabiwe, iheshimike, apewe mbunge wa CCM. Mahali ambako watu wanataka wapate diwani wa Chadema, kura yao iweze kuhesabika, iheshimiwe, na yule wa Chadema apewe udiwani wa Chadema. Kama itatokea mwaka huu kwa mfano, labda Chadema haijapata diwani hata mmoja, kama wale wawakilishi kwenye kata wakawa ni kweli kabisa with their pure hearts, wananchi wamesema tunawapa CCM, watakuwa na mamlaka nao, kwa sababu wamewaweka wao. Sisi tunachokikataa ni kwamba wananchi hata hawa wa CCM wamenyang'anywa uwezo wa kumweka mtu anayemtaka madarakani awe huyo wa CCM. Hata huyo wa CCM hawana mamlaka naye. Ndio maana unakuta wanakuwa wagombea zaidi ya 5 wamewekwa pale, lakini kwa sababu muamuzi yuko mahali huko, yule anayejipendekeza vizuri ndo anayekuwa diwani wao. Kwa hiyo diwani wa leo kwenye hii kata, labda tuseme ya Mji Mwema, kuwaheshimu wananchi hata kama ni wa CCM, kama hakutokana na kura zao halali, hawezi kuwaheshimu. Atamheshimu mkurugenzi aliyempa udiwani. Umenielewa? Bila kujali ni wa CCM au ni wa Chadema. Kama nimekuelewa, unataka kumaanisha kwamba siasa inayoendelea, wananchi amepokwa mandate ile ya yote sio tu CCM, yani sio tu Chadema, hata hao wana CCM wamepokwa mamlaka ya kuweka kiongozi madarakani. Sasa tunaondokaje hapa na tunafikiaje hiyo? Wananchi tuungane, ndio maana tunahitaji reforms. Wananchi wa CCM, wananchi wa Chadema, tuunganishe nguvu, tuiambie serikali, tuishinikize kwamba uchaguzi sio lazima ufanyike mwaka huu. Kikatiba, rafiki yangu, kama ni kweli mnaitakia mema nchi yenu, mnaweza kusogeza uchaguzi mwaka mmoja mbele. Kikatiba inawezekana. Mnaweza mkasogeza miaka 2, mnaweza mkasogeza miaka 3, mnaweza mkasogeza. Chadema iko tayari hata msogeze miaka 4, kwa sababu mwisho ni miaka 5, usizidi miaka 5. Kama ni kweli tunalitakia mema taifa hili, ni bora mkairisha uchaguzi, wakaendelea hao wabunge waliopo, wakaendelea hao madiwani waliopo, wakaendelea urais aliyepo kwa miaka 5 mingine, ili uchaguzi utakao kuja uwe ni uchaguzi ambao wananchi watakuwa na ile mamlaka kamili ya kujipatia kiongozi wanayemtaka. Nakushukuru sana Rose. Kwa jambo moja tu la mwisho, bila kuweka hisia zozote za kisiasa au za mlengo wa chama chako, ukitizama mkoa wa Njombe, kuna mambo ambayo unaona serikali chini ya utawala wa CCM imeyafanya na unasema yes, wametekeleza kwa niaba ya wananchi? Sasa hayo ni mambo ambayo mimi siweki hisia hapo, lakini najaribu kuitazama Njombe. Si tofautishi na maeneo mengine, yani kwa sababu labda hawagusi vipaumbele vyangu au vipaumbele vya wananchi wengi. Kwa mfano, Njombe ni eneo la uzalishaji, na tuna maparachichi huko, tuna mahindi, tuna viazi. Mimi ningekuwa ni mtawala, uwekezaji namba 1 kabisa ambao ningefanya ni kuimarisha miundombinu kwenye maeneo ya vijijini ambao kimsingi ndo uzalishaji mkubwa unafanyika. Baada ya kuimarisha miundombinu, ningeimarisha pia miundombinu ya maji, kwa sababu hizi parachichi unazoziona zinahitajika dunia nzima, na bado hatujajaribu hata yani hatujazalisha hata robo ya mahitaji ya dunia yaliyopo, lakini huko unakosa maji tu. Kwa kuna namna unaweza kaiona Njombe ikitengeneza utajiri mkubwa sana kwa kuimarisha tu miundombinu ya barabara, mbao zikapita vizuri, magari kuna huku Lupembe magari hayaendi, ikifika mvua wanagoma kwenda, kwa mbao zinabaki porini. Ukienda Ludewa hii njia ni mbovu sana, kwa hiyo watu wanabaki na mazao yao kwa sababu barabara ni mbovu.
Kwa mimi ukiniuliza, pia unakuja unasema labda kwa sababu hapa wenzetu Madeke huko wanazalisha mananasi, Njombe inazalisha maparachichi. Nilitarajia kuona viwanda vinakamua hapa juice. Sasa hivi ukienda supermarket hapa unakuta juice ya Ceres made in South Africa. Umetengeneza ajira South Africa. Wakati watu wako hapa wana uwezo, mnatengeneza juice ya parachichi, mnatengeneza juice ya nanasi. Kwa unaona kuna namna Njombe ilipaswa kuwa mbali sana kama tungekuwa na viongozi ambao wana maono makubwa. Though pia uwezi ukawalaumu, unaweza ukaona kiongozi mzuri sana hapa, lakini system yote imecollapse. Yes, system yote imecollapse. Kwa ukisema leo unaweza ukamhukumu mtu ambaye hujawahi kumpa hata 100, yeye kazi yake ni kusema tu kwamba jamani hapa kifanyike hivi, ila tu unajiuliza kwamba sasa hata huko bungeni wanakoendaga wao wanafanya nini? Kwa mfano kama hao wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wao hawapewi hata 100. Kwa wao wapo pale wanahamasisha na nini kuona pesa inatumika vizuri. So kuna namna kuna namna tuko tunafanya matime. Tuko pale pale. Yaani sisi tuna watu wachache. Ludewa hapa tunachuma. Yaani iki chuma peke yake. Mkoa wa Njombe sasa hivi ungekuwa una story mpya kabisa. Kama nchi yetu ingekuwa ni kweli imeamua kuwekeza. Imagine hiki kiwanda kinahitaji trilioni 7 tu. Kiwanda ili waanzishe kiwanda cha makaa ya mawe na lichuchuma hapa. Ili tuweze kuzalisha chuma chetu ambacho wewe unajua namna ambavyo tunaagiza vyuma kwa gharama kubwa sana nje ya nchi. Tunahitaji trilioni 7 tu. Lakini ukisoma ripoti ya CAG miaka 4 mfululizo, yani hela zilizopigwa yani zimeuliwa trilioni 7.78. So unaweza ukaona tu kwamba yani hatuendi. Hata mkimpata mtu mzuri kiasi gani, yani atakwama kwa sababu system nzima imecollapse. Sawa. Nashukuru sana Rose. Mdau mmoja anaweza kukaa fuatilia kuanzia mwanzo mpaka tulipofikia akasema sasa haya ambayo Rose anaeleza ni mawazo chanya ambayo yangeingia kwenye system yakafanya kazi, pengine angeleta mapinduzi. Kwa nini sasa kama Rose angepewa nafasi sasa hivi ya kwenda kutekeleza haya ambayo anajaribu kushare na sisi hapa? Kwa nini usiwe sehemu ya kuingia katika serikali hii na ukashiriki haya ambayo naeleza uweze kuyatekeleza kwa vitendo? Na ndio maana nimekwambia mfumo umecollapse. Kwa hiyo ukiwa wewe mtu mmoja ni mzuri katikati ya watu 1000 wabaya, hata huo uzuri wako hautaonekana. Nimekwambia jambo dogo tu, umeona Gwajima, jambo zuri kabisa, jambo la utekaji, jambo la mauaji kwa mtu ambaye ana watoto, anajua namna inavyoumiza. Lakini yeye ni mmoja kati ya wana CCM wengi ambao wameamua kunyamaza. Nini kimemkuta? Sasa vile ilivyomkuta ndivyo ambavyo hata ukitaka kuanza utekelezaji wa miradi kwenye maeneo yenu, kama kuna fedha imepigwa mahali, wewe umeona bungeni pale wabunge wa CCM wananyoosha mkono na kusema kwamba labda hizi fedha ambazo zimetumika, umeona ile fedha ambazo zimetumika bila tija mwaka huu peke yake ni kama bilioni 371. Umeona kuna mbunge bungeni amesimama anasema kwamba hii fedha ilitakiwa kanunue madaftari ya watoto shuleni. Aliyetumia hii pesa ni nani? Amewajibika wapi? Saa ngapi? Umeona mfumo umecollapse. Kwa hiyo ukienda ukawa sehemu yao, unapaswa kuishi ile culture yao. Wao ni machawa, ni waoga, wanajipendekeza, sababu ukijifanya kidogo tayari unatoka nje. Umeona Mpina juzi anasema rais, sisi wewe tunakudai. Unaona barabara zote umepita mbovu. Umeona majibu ya rais. Kwa unajikuta tu kwamba ukiwa na mitizamo ambayo haiendani na culture ya kwao, unakuwa rejected. Kesho uwezo ukakuta tena Mpina ni mbunge. Kesho uwezo ukakuta tena Gwajima ni mbunge. Uwepo wa rais pale ulikuwa unaniita mimi mbunge, wananchi wananitazama. Unataka nikwambie nini? Unataka nikwambie rais umependeza wakati watu barabara hawana? Uwezi ukasema hivyo, uwezi. Rose, nakushukuru sana. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Mtazamaji, tumekuwa hapa na Rose Mayemba, asante sana. Huyu ni kiongozi na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo
Chadema. Tumejadili mengi na sasa tumefikia tamati. Nakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia. Endelea pia kushiriki matangazo haya na ndugu jamaa na rafiki. Mimi naitwa Dickson kwa niaba ya mwenzangu Prosper Mfugale. Asante na kwaheri.